kwanza ni usii pamoja na kusia nafsi yangu katika masuala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hakuna mwanadamu aliyekuwa bora leo ulimwenguni na kesho baadaye asipokuwa bora kama mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu watukufu sana, tuko ndani ya Sayyid Ayyamu al-Usbu'a, sikukuu ya juma hili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna min afdal ayyami yawmul jumu'ah. Mtume anasema kuna siku iliyokuwa bora kwa dini ya Muhammad ni siku ya Ijumaa. Yawmul jumu'ah ni siku ambayo Waislamu wanakusanyika katika nyumba za ibada kwa lengo la kujifunza masafa, kwa lengo la kujifundisha dini yao. Kila mmoja akitoka pale ambenukta ambayo ilisema katika hutuba za Ijumaa. Kabla sijaanza kwenye maneno yangu ya hotuba yangu ya leo, nitoe tambihi fupi sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Hijjatul Wadaa mwaka wa 10 Hijria, amekuja na masahaba 14,000. Mtume alipokwenda Hijjatul Wadaa na masahaba wale wengi sana, wote wamwamini Mtume wa masahaba. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam tukio kubwa alifanya katika Hijjatul Wadaa, ambayo ukisoma katika historia kuna hutuba ya Hijjatul Wadaa, ni hutuba ya kuaga. Kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekwenda kuwahutubia Waislamu, waumini wa dini ya Kiislamu. Lakini ajabu ya Mtume alipowahutubia waumini wa Kiislamu katika viwanja vya Makka, alisema ya ayyuhan nas, enyi watu. Masahaba 14 wote walikuwa ni waumini. Katika Qur'ani kuna lugha tatu ambazo Mwenyezi Mungu ametumia kuwaita waumini wa Kiislamu. Ya kwanza Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, lakini ya pili ya ayyuhan nas, lakini ya tatu Mungu anasema inna muslimina ila akhir. Kwa hiyo kuna lugha tatu ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anazitumia kuwaita watu wa Kiislamu. Lakini Mtume pia ametumia ya ayyuhan nas, na masahaba waliokuwa pale wote ni waumini. Lakini Mtume katika ya ayyuhan nas, wengi wao kubwa la wasomi wa Kimarekani walikaa wakadiscuss kwa nini Muhammad anahutubia Waislamu ambao ni waumini masahaba zake katika ya ayyuhan nas ni kwa nini? Jawabu likaja, wakasema ya ayyuhan nas ni international body, ni wito wa kimataifa. Kauli hii moja ilifanya wasomi wengi wa Kimarekani kuingia kwenye Uislamu. Muhammad si mwanadamu wa kawaida, alihutubia ya ayyuhan nas, si kwamba alikuwa anawaambia wale aliokuwa nao, alikuwa anawaambia watu wote wa ulimwengu mzima. Kwa hiyo tafsiri yangu ni kama hayana yazungumza leo katika mimbari hii, nazungumza kwa kusudia kuambia Waislamu wote. Mada yangu leo nitazungumza wanafunzi swali, kila mmoja afahamu anwani yake inasema ni ipi nafasi yako kwa jamii inayokuzunguka. Ni ipi nafasi yako wewe Muislamu kwa jamii inayokuzunguka? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha ikhtara lakum al-islam dina fa'timuhu bi husnil khulqi was-sabat fa innahu la yuhibbu al-dalil. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu, ikhtara lakum al-islam dina, ameuchagua huu Uislamu kuwa ndio dini ya sawasawa. Fa'timuhu, kwa kazi waumini wa Kiislamu, ielezeni Uislamu, uheshimuni Uislamu, uongozeni Uislamu. Kwa nini? Bihusnil khulqi, jambo la kwanza tabia iliyokuwa njema. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wa Makka walimfahamu Mtume Muhammad kwa akhlaki zake alizokuwa nazo kabla ya kuingia kwa dini. Mtume anasema jambo la kwanza ni nyenzo la wewe kwa heshima na thamani watu waishao. Jambo la kwanza ni tabia iliyokuwa njema, lakini wasafari na kutoa kwa Uislamu ni hayo maana nyingine mbali, lakini husnul khulqi, tabia iliyokuwa njema. Hata ndio ni concept yangu kubwa sana ambayo nimesikia kuzungumza. Kila mmoja anayo nafasi ya watu wanaomzunguka wamtambue yeye nani kwa jamii inayomzunguka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna minan nasi nasan mafatihul khair wa maqalibul shar, hakika miongoni mwa watu kuna mtu angalia tena ile hadithi ya mambo mengine
katika lugha ya Kiarabu tumesoma darasani zamani, wanasema mashaikh wa inna al-harf at-tawkid wa nasb ni herufi ya kupokezo. Mtume anasema inna minan nas nasa, hakika miongoni mwa watu kuna mtu nani mafatihu ilkhairi wa mafatihu lishari, mtu huyo au watu hao miongoni mwa watu ni wafunguzi wa kheri na wafungaji wa biashara. Lakini Mtume akaishia hapa akasema inna minan nas nasa mafatihu ilkhairi mafatihu lishari wa mafatihu lilkhairi, hakika miongoni mwa watu kuna mtu ni mfunguzi wa biashara na mfungaji wa biashara. Jiulize wewe katika hadithi hii ya Mtume ifungue za masahaba kwa zama hizi za leo, wewe ni mtu wa sampuli gani kwa jamii inayokuzunguka? Je, ni mtu wa kweli? Ni yule miongoni mwa watu wakutakia ngoni jamii yako kiasi kwa kutokea ile bwana basi kheri ipatikane? Hao wewe ni mtu ambaye anaongea sana jamani, kila mmoja akae na uwezo wake, bwana anakuja. Wewe ni mtu gani kwa jamii yako? Nafasi yako ni ipi? Dini yetu ya Kiislamu imejengwa na sababu. Watu wa Makka walimpenda Mtume, walimheshimu Mtume. Kwa nini? Kwa sababu ya athari zake. Miongoni mwa majina tunasema kabla ya kuwa Mtume aswaa ni mkweli kisha mwaminifu. Ni kwa nini? Alipanda na tabia iliyokuwa njema. Huu hayuni ya society. Wewe ni nani kwa jamii? Wewe ni nani kwa Muislamu? Ni nani? Je, unaishi na maisha? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani kule anasema wa innaka la ala khuluqin adhim. Inna inasema kule Allah anasema wa innaka, na hakika wewe Muhammad la ala khuluqin adhim, kwa juu ya tabia iliyokuwa njema. Kwa nini? Mtume alikuwa kuishi na watu vizuri. Mtume alikuwa na watu vizuri. Yuko msomi mmoja ni sawasawa kidogo, msomi mmoja wa Kimarekani. Kama mtakuwa wapenzi wa kusoma vitabu na leo ulimwengu kwa mwepesi kwa simu kubwa, basi tunasoma mambo yote duniani. Kule Marekani Mtume kwa Harvard yuko profesa mmoja anaitwa Mary Mark, alikuwa ni kafiri lakini mwisho wa siku akasilimu akaja kwa Uislamu. Before ya kusilimu alisoma kwamba Uislamu akujua, alafu ndio kisha akasilimu. Aliposilimu alisema hivi, Muslims are the hardest people to convert to another faith. There is nothing to offer them. Anasema Waislamu ndio watu wa Mungu kuwashawishi kwenda kwenye dini isiyokuwa ya Uislamu. Kwa nini? Sababu there is nothing to offer them, kwa sababu huna cha kuwaofa, dini yao imekamilika. Alipohojiwa akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaqi sio nzuri, wako watu pale Makka walikuwa hawampendi Mtume, na tabia yake walikuja kwenye Uislamu. Huwa ni society. Wewe ni nani kwa jamii inayozunguka? Wewe ni mtu wa sampuli gani? Jamii unaishi nayo, je, unafikiria ni mtu wa sampuli gani kwa jamii inayozunguka? Kwa kila mmoja anapaswa atambue tabia iliyokuwa njema ndio one of the big title itakayofanya jamii yake ipende. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Ndugu zangu katika Uislamu, nausia pamoja na kuhusia nafsi yangu katika masuala mazima ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyekuwa bora leo ulimwenguni na kesho akhera siku bora kama mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nimalizie hotuba yangu ya pili yenye anwani nasema ni nani wewe kwa jamii inayokuzunguka. Ndugu zangu katika Uislamu, kila mmoja anayetamani kwa jamii. Nasema siku moja narudia leo, Waislamu ndio role model, ndio watu wa kuwa kwa jamii zao, kwa sababu dini yetu ni perfection, imekamilika. Dini ya Kiislamu iko sawa sawa. Kwa hiyo Waislamu ndio watu wa kuwa. Kwa nini? Kwa tabia ile mwambie. Mwangalie mtu mmoja yuko Amr bin Hisham. Amr bin Hisham maarufu ya Abu Jahl. Huyo Abu Jahl kitarehe, Abu Jahl ni ndugu yake na Umar bin Khattab ambaye ni mtu na mjomba wake. Mjomba ni Abu Jahl, Umar ndio Abu Jahl. Mtume aliomba dua siku moja, sasa alisema Allahumma a'izz al-islam bi ahadi al-umrayn. Mwenyezi Mungu anakuomba uongoze Uislamu huu kwa Muslimu mmoja kati ya Umar wawili. Alikusudia Amr bin Hisham ambaye ni Abu Jahl au Umar bin Khattab. Lakini baadaye akaja Muslimu Umar bin Khattab. Abu Jahl akasilimu. Mtume akasema lao Abu Jahl akasilimu, basi makafiri wote wa Makka wakasilimu. Kwa sababu gani? Alikuwa na ushawishi Abu Jahl. Sasa Abu Jahl, nimalizia hotuba yangu,
Nimesema concept yangu kwamba wewe ni nani kwa jamii ya kuzunguka. Abu Jahal Mtume amekwenda Isra wal Mi'raj. Safari hii tofauti, sio mada hiyo, nataka concept yangu niendelee na kusijia. Amekwenda Mtume Isra wal Mi'raj. Mtume aliporudi siku ya pili amekwenda Makka. Kuna sehemu kwa Hijri Ismail. Mtume amekaa pale, Abu Jahal akatokea. Alipotokea Abu Jahal akamwambia Muhammad, hali min jadid, je, una jipya? Mtume akasema naam. Akamwambia akhiri. Abu Jahal alikuwa na dharau mbele ya Mtume. Akamwambia habari kwa Mtume, akamsema usirifu billahi, jana nimepeleka usiku. Abu Jahal akasema wapi? Akamwambia nilikuwa ila Baitul Maqdis, kutoka hapa Makka mpaka Palestina. Abu Jahal akacheka kwa dharau sana. Akamwambia Muhammad, siku zote ulikuwa unaongoza, lakini leo ni too much. Umetoka Makka kwenda Palestina, tena sehemu tu ya usiku au siku moja tu. Abu Jahal akasema pamoja na Abubakar akaenda taifa, akaja akapewa habari kuhusu Mtume alipokwenda Isra wal Mi'raj siku ya jana. Safari ambayo kwa kama hizo kwenda ni mwezi, kurudi ni mwezi mwingine. Yaani ukienda kule na kurudi ni mwezi mwingine. Mtume akaenda siku kwa sehemu ndio usiku, sio siku nzima, sehemu ndio usiku. Mada yake sio Isra wal Mi'raj. Na concept ya Abu Jahal alisema nini baada ya mazungumzo haya? Nimesema ni nini nafasi yako kwa jamii inayozunguka. Sasa alipokuja mpaka akamwambia habari, akasema sadaka ya Rasul, akasema kweli. Abu Jahal akasema asili ya Siddiq, Abubakar Siddiq kutokea hapa. Akasema kweli Abubakar ni Siddiq, ndio msadikishaji. Sasa Abu Jahal alikuwa na akili nyingi sana. Akamwambia Muhammad, kama kweli umekwenda huko Palestina, tuambie ule msikiti ukoje? Una nguzo ngapi? Madirisha ni mangapi? Milango ni mangapi? Inawezekana leo wakati hukumu unaswali ikae, asilikai, asilikai ni mangapi? Kiambiwa kabisa. Ndio ni mangapi? Sasa Mtume tena sehemu hiyo usiku, Abu Jahal anamwambia swali mtu mwenye akili, tuambie Muhammad, umekwenda wapi Palestina na Makka? Nipe habari, msikiti ukoje? Abu Jahal kwa nini biashara pamoja na kundi la siku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja tupe habari. Kila mmoja anafahamu kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ila wahi yuha. Siku kauli zinasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele yake akawa anaona msiku hivi, akamwambia Abu Jahal ibada washuba tushurba, anasema kuna nguzo kisha nguzo, mlango dirisha. Abu Jahal akamsikiliza, mshauri alwasfu sadiqun lakin alwasfu kadhab. Akamwambia Muhammad alwasfu sadiqun, sifa zote ni kweli, lakini alwasfu kadhab, alisikia ndio muongo. Tabia Mtume sallallahu alaihi wasallam watu vizuri, tabia ile kwa nini Abu Jahal alimpenda Mtume kwa sababu anasaka kwamba kwa nini ilikuwa na Banu Hashim ndio Mtume. Amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam sifa zote ni kweli, lakini alwasfu kadhab. Kwa hivyo yake sio sifa, ni yule alisikia mwenye naye, yule alisikia ndio muongo. Tabia ile kwa njema inaweza kufanya wewe jamii yako yote ikakupenda. Waislamu na sio Waislamu wakupenda sababu ya tabia ile kwa njema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye Qur'an, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasul. Allah anasema laqad manna Allah, kidogo nitembee hapa. Laqad manna Allah, hakika Mwenyezi Mungu amewaneemesha 'ala al-mu'minin, binani waumini, idh ba'atha fihim rasul. Katika lugha ya Kiarabu tunasoma zamani darasani, tunasoma huko kuna an'ama na manna. An'ama ni neema ile Mwenyezi Mungu asema suratul ladina an'amta alayhim, lakini hapa anasema laqad manna Allah, hakika amewaneemesha waumini Mwenyezi Mungu. Na imekuja manna kwa Mtume sallallahu alikuwa neema alipokuwa hai mpaka leo akufa neema Mtume kwa sisi. Leo inawezekana wewe Mtume hujamuona, lakini mapenzi yako Mtume ni makubwa. Kwa Mwenyezi Mungu amemwonyesha Mtume kwa sisi kwa neema. Kuna mmoja ya noti mwandishi anasema mwanadamu mwenye akili timamu katika maisha yake kila siku anapaswa kufanya self evaluation, tathmini ya kina sana ya yale yanayofanya. Think twice, fikiria mara mbili, hawana na uishi nao. Je, mimi wananichukuliaje? Ni mtu wa sampuli gani kwa jamii yangu? Huyo mwanadamu mwenye akili timamu.
kila mmoja anapaswa ajipambe na akhlaki zilizokuwa njema ili aishi vizuri, kwa sababu maisha leo yamekuwa wazungu wasemaje, maisha ni mafupi sana. Kaa vizuri na watu, nafasi yako itakuwa kubwa mbele zako, na utakuwa na tabia zilizokuwa njema. Uislamu ndio dini ya nuru ambayo asikuwa Uislamu. Kila mmoja anapaswa atambue mtume wetu Muhammad sallallahu mpaka leo Uislamu umefika hapa ni kwa sababu ya tabia njema za mtume. Watu walikuja kwenye Uislamu kwa sababu ya tabia njema za mtume tu, wakaja kwenye Uislamu. Bila mtume tu wakaja kwenye Uislamu. Kila mmoja anapaswa ajifanye tabia njema ndio atakuwa Muislamu sawa sawa. Nimalizie hotuba yangu al-Imam Abu Hanifa. Inawezekana kwa unapingwa, ukawa ni mzuri kwa watu lakini unapingwa. Na kupingwa ni dalili ya kuwa wewe ni hai. Al-Imam Abu Hanifa al-Nu'man bin Thabit ambaye mshaka anasema an-nasu fil fiqh iyal li Abi Hanifa. Watu wote katika somo la fiqh ni watoto wa Abu Hanifa. Yaani Abu Hanifa alikuwa ndio ahadi fuqaha, ni kwa fiqh mkubwa. Masala ya fiqh yote yeye alikuwa ndio mwamba ambapo leo. Lakini mama yake Abu Hanifa, alikuwa mshauri wake katika masala ya fatwa za kifiqh za kisheria. Abu Hanifa kwa mama masala ya wakati mama akasema mimi na shehe wangu. Ile shehe wake ni mwanafunzi wa Abu Hanifa. Yawezekana kwa mzuri lakini utapingwa. Bado tabia njema ni sababu ya watu kwa mkitoa mbele za watu wengine. Ndio wazungu wakasema mamaka haujua. People are going to be against you. Haijajeshi kwa nzuri kiasi gani. Maadamu wazabana kupinga kwa hakutaki. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa ajifanye tabia njema. Wewe utapendwa au utakuwa tabia yako njema. Tachukiwa mtume, Ayubu by the way. Wewe ni nani mpaka usifiwe? Mtume tachukiwa, lakini bado ajimueneza Uislamu mpaka leo Uislamu umefikia huko. Kila mmoja ana nafasi ya kujipanga tabia za njema. Baada yake anasema ni ipi nafasi yako jamii inayokuzunguka. Kwa nafasi yako utabujua jambo la kwanza ni kama tabia hiyo kwa njema. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi